kabisa huyu. Yupo pia ndugu yetu Samio Lafu upande wa Simba sasa. Kutoka hapa EFM. Umeelewa? Nilikuwa na Samio tunaongea juzi kati hapa kuhusu yeye kwenda kufanya ile shughuli. Kwa tunazungumza katika maongezi yetu, Samio akasema tena nimefurahi ile nani, kwa sababu aliongelea kuna tukio lilitokea Zanzibar ile mechi, kuna kitu kilitokea kuhusu upande wa sound. Akasema sijui nini, akasema tukio hili litakuwa bora sana kwa sababu pia uwanja sio mkubwa sana, maana yake ile sauti pia itakayokuwa inatoka pale ndio itaenea, kwa sababu ni kiwanja, kwa sababu ukiwa kiwanja kikubwa unajua unaweza ukaongea huku mtu kule anakusikia kwa shida. Uwanja lilivyokuwa kubwa lile. Okay. Lakini kiwanja kikwa kidogo, yani cha kama vile wastani, kwenye mlengo tu wa sherehe inanoga. Umeelewa? Kwa hiyo issue kubwa hapo itakuwa tu ni wingi wa watu. Okay. Ila kwenye issue kama ya sherehe itanoga tu, ninajua uwanja wala sio tatizo, ili mradi tu watu waingie kwenye idadi ambayo sahihi. Yani kama kiwanja kinachukua watu labda 20,000, watu waingie 20,000. Uwepo wa Dudu Baya Yanga Afrika kwenye tamasha Konki Mambas Konki. Na tayari kuna baadhi ya ma-event yameshaanza kutajwa, itakuwa ni mwendo wa Mamba 24. Inaongeza chachu kwa mashabiki kuvutika zaidi kwenda kwenye dimba kushuhudia yale ambayo Mamba pengine atayafanya siku hiyo. Konki Master. Inavutia sana kwa sababu kuna mtu yeye apendi mpira. Yeye ni mshabiki wa Mamba. Ndio. Kwa hiyo utamchukua yule kwa sababu ya mshabiki wa Mamba. Yani mimi naenda kuangalia Yanga Day kwa ajili ya Dudu Baya. Ndio. Na nafikiri Young Africa nao wametembelea upepo huo kwa sababu sasa hivi kwenye Yanga ya burudani, katika moja ya wasanii ambaye ana trendi sana ni Dudu Baya Mamba. Na huyu ana trendi tu kwa ajili ya muziki wake, ana trendi kwa vitu vingi. Kwa hiyo kuna mtu tu yeye tukitendo cha kwenda anajua leo Dudu Baya yupo hapa. Yeye kwake ameenjoy. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nafikiri ni timing nzuri kwa Young Africa, na wamechanga karata zao vizuri. Upande huo wa burudani. Sawa, anaweza Dudu Baya asikupe hivyo, lakini uwepo wake tu watu wanafurahi. Umeelewa? Yani ni kipenzi cha watu. Mimi nitaenda Jumapili. Umeelewa? Kwa sababu ya umemwona Konki. Umeelewa? Mimi nitaenda Jumapili bwana. Alafu Konki pia nimekuwa kama surprise. Watu washazoea hizi Simba Day, Yanga Day, sijui wanaenda wasanii wetu wa kizazi kipya wa kisasa sasa wale nini. Sasa hii Yanga wameifanya kitofauti. Yani ndio hii tunasema ubunifu. Yani tusiende katika trend zile za kila siku, sisi tunakujaje kitofauti. Nakuelewa. Kwa hiyo Yanga hii wamekuja kitofauti. Safi. Wameshusha Konki Master. Umeelewa vizuri. Safi kabisa. Sawa. Bwana, tukiendelea kusalia kwenye vilabu hivi vya Kariakoo, na nikwambie tu sasa draw ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho imetoka, ambako mabingwa watetezi wa ligi ya kandanda Tanzania bara Yanga Afrika wenyewe wataanza mechi yao wataanzia ugenini mechi yao dhidi ya hawa mabwana imetokea wapi tena? Nani hao? Yanga. Mchezo dhidi ya Gaborone ya Botswana. Gaborone hao. Simuloisha hao ndo walicheza na Simba. Hivi ndo wale ambao walikuwa wa Pantev wale, ndo Gaborone wale. Watu wa Pantev. Sasa kibarua na amia kwa Yanga. Ni mechi ya Yanga wasibeze. Gaborone ama ni timu nyepesi tu kwa Yanga, ni tutawauliza maswali mazito akitolewa huko. No, yani sio wepesi sana. Ni mechi ya mtoano ujue. Yani tusiwabeze kwa sababu tushaona sisi vilabu vyetu vinatolewa na timu ambayo huitarajii kabisa. Unaelewana? Na hawa Gaborone wameshatuonesha kitu. Ndio. Kwamba ni timu ujue msimu uliopita Simba chupu maziko. Naelewa. Kwa hiyo japokuwa wakati ule walikuwa na mwalimu mwingine Mr. Pantev, lakini bado walikuwa wanaonesha ni timu ambayo ina ushindani. Yani Gaborone unajua katika hizi hatua za awali mnaweza mkacheza na timu kutoka Somalia, sijui kwa wapi huko, timu zile chovu kulikweli. Mechi ndo zile Yanga unakokina Zala ni wale saba sijui ngapi. Lakini sasa Gaborone ni timu ambayo mechi inakuwepo. Yani kama mtaweza kuwafunga hizo 7 sijui 5, manake nyinyi mna ubora sana.
Lakini sio kwamba wao yani ndio mnaenda kutingisha mti pale. Ni mechi ngumu sana. So wepesi yani, lakini Yanga bado watabaki kwa favorite, lakini sio hawachezi na timu nyepesi. Yani unajua tunazungumza hivi, wao watu wamewaona Gaborone, na wala sio mbali msimu uliopita, na wao walikuwa wanajenga timu ujue msimu uliopita. Msimu uliopita Simba wanashinda ile mechi tumbo joto. Umeelewa? Kwa hiyo wamekabidhiwa Young Africa, watajua wadili nao vipi. Sema sasa Young Africa uzuri wake ni Inter. Squad walikuwa nayo sasa hivi so squad ambayo unaona kabisa inaweza kuishi hatua ya awali. Sawa, wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe watacheza dhidi ya Mighty Wanderers kutokea nchini Malawi. Mabingwa wa Malawi hawa, na wenyewe ni mechi ngumu kwao. Mighty Wanderers kutokea Malawi. Nyepesi hapo. Umeona, umegundua nini? Watu wamefanya, tunasema wamechange kota. Ambako Yanga alicheza na Malawi msimu uliopita katika njia zake. Yanga alicheza na Malawi. Kwa hiyo sasa hivi Simba amemchukua Malawi, yule Yanga kaenda Botswana kamchukua huyo Gaborone alicheza naye Simba. Mimi yani bado nabaki vile vile, yani hizi timu zote ambazo wanakutana nazo Simba na Yanga sio timu ambazo zinatakiwa watolewe. Yani quality ya Simba na Yanga ni kubwa. Unajua Simba na Yanga ni timu ambazo watu tunazisikilizia hapa kuziona huko marobo finali, manusu finali. Kumeelewa? Sasa kianza kuwa na hofu na akina Gaborone sijui kina Mighty Wanderers. Sasa nyinyi mtatuambia kwamba kuna siku kweli mnataka kuchukua lile kombe kweli? Lakini kama Yanga anatoka, kwa maana anashinda mechi hiyo, atakutana na mshindi kati ya wanaitwa Lijabato ya Lesotho ama CFFA ya Madagascar. Kwa bado pia Yanga anaingia group stage. Upande wa Simba kama wataitoa Mighty Wanderers ya Malawi, watakutana na Diagosto ya Equatorial Guinea. Sio Angola, hao ni Equatorial Guinea ambao watacheza na Fomboni FC ya Komoro. Kwa mshindi kati ya Mkomoro na Equatorial Guinea ndo atacheza na Simba. Bado pia ni njia nyepesi pia kwa Simba na group stage. Wagine au ujue Equatorial Guinea si ndio huko Simba alimchukua mtu 7 wanatokea Guinea huko Loya. Yani level ya Simba na Yanga sasa hivi sio wa kufungwa na timu hizo. Yani hapo kuna timu ungeisikia hapo ungesema kama Kimbembe anachokutana nacho Azam. Anacheza kwenye mshindi kati ya wale nani wale Azam, tutafika wale wa Misri wale. Sasa ambako tutatazama sasa naye atapita vipi. Hamna kisingizio kwenye haya. Sawa, klabu bingwa tumetazama timu za Simba na Yanga kwenye mechi ambazo wanacheza. Uko zako na Yas hivi sasa rafiki yangu? Kama hauna Yas unakosa vingi sana. Wahenga walisema zingatia mtandao bwana, na mtandao wa viwango